sisi kama viongozi wenu hatutaogopa. Katika ushirikiano wetu na mahakama tumeweza kuleta mambo mbalimbali ambayo tulipata mwitikio mzuri, ambao moja ya mambo tuliyoyawasilisha mahakamani ni tatizo kubwa walilokuwa wakilipata wananchi, hususan wanapofika kwenye mahakama ya mwanzo, mahakama zetu za mwanzo, ambapo hata mawakili ulikuwa ukifika pale kama una tatizo lolote mpaka mtu ajue kwamba we ni wakili tayari umeshapelekwa mahabusu, na itakuhitaji wiki mbili hivi au wiki watu wakimbizane na mifuko itoboke ili utoke huko. Lakini kwa mazungumzo na mahakama ili kuhakikisha ulinzi wa haki za raia, tunashukuru kwamba Jaji Mkuu alilifanyia kazi, na moja ya mambo kanuni iliyoandaliwa ni pamoja na kuzielekeza mahakama za mwanzo kwamba haziruhusiwi tena kuweka watu mahabusu, na hata kama hana mdhamini, mtuhumiwa ajidhamini mwenyewe kwa kutumia kitambulisho cha uraia. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa upande fulani limepunguza malalamiko mengi, kwa sababu ni rahisi huku juu ukimkamata mwabukusi wa Tanzania wengi kupiga kelele, lakini kuna mamia ya wananchi kule chini walikuwa wakiumia na hakuna wa kuwapigia kelele. Lakini jambo la pili ambalo nalo tulijaribu kulisisitiza tulipokutana na Mheshimiwa Jaji Mkuu ni baadhi ya mambo ambao walikuwa wakifanyiwa mawakili wenzetu, ambao leo nafurahi mmoja namuona hapa, Senior Fatma Karume. Ni mambo tuliyoyawasilisha kwamba kinachofanyika sio sahihi na ni dalili za vitisho na kuwafanya mawakili wasifanye kazi zao kwa uweledi, kwa sababu mahakama inatoa amri, mtu mwingine katika mahakama hiyo hiyo hataki kutii amri, jambo ambalo au kutekeleza, jambo ambalo linatufanya tujiulize kama anayetoa amri ndani ya mfumo huo hawaheshimiani, watu walioko nje ya mfumo wataangaliaje hali ya namna hiyo? Kwa hiyo unakuta wakili ilifika wakati tulikuwa tunahisi kwamba ni namna ambayo inaonekana kama tunawaadhibu mawakili kwa mitazamo yao au na misimamo yao kwenye masuala fulani fulani, na sio kwa makosa ya kimaadili kama ilivyokuwa. Pia jambo lingine tulilozungumza na Mheshimiwa Jaji Mkuu ni pamoja na swala la hili lilivyokuwa likifanyika na waendesha mashtaka, hususani kwenye mahakama za wilaya na mahakimu wa kazi. Anasikiliza ushahidi, ana twisti. Kwa hiyo wakili kufika pale, na wengi wa mawakili hususani senior walianza kabisa kukataa kuchukua kesi za jinai kwa sababu walikuwa wanaona ni usumbufu, hazina uweledi na zina danadana nyingi. Kwa hiyo moja ya taratibu ambao Jaji Mkuu alisema atafanya, na kweli wakaifanya kupitia mahakama, ni kuhakikisha kwamba wakili na watuhumiwa wanapatiwa ushahidi na orodha ya mashahidi na vielelezo vyote vitakavyotumika na waendesha mashtaka wanapokuwa kwenye mahakama za wilaya na mahakama za mahakimu wa kazi, ili kuleta usawa katika usikilizaji wa mashauri. Kwa hiyo haya ni moja ya maeneo ambayo tulishirikiana na mahakama na tunaona kuna maendeleo. Bado kuna changamoto zinazoendelea ambazo bado tunaendelea kuzizungumza na kuzifanyia kazi. Lakini vile vile kwenye upande wa Wizara ya Sheria na Katiba tunashukuru, tumeweza kushirikiana nao katika masuala mbalimbali. Ukiondoa Mama Samia Legal Aid, walitupatia gari, lakini vile vile na kutusaidia kujenga ule mfumo wetu wa mtandao ambao walitupa karibu ya milioni 230, na nia yao ilikuwa ni kutusaidia ili tuweze kukamilisha ujengaji wa mfumo wetu na kusaidia na kurahisisha mawasiliano yetu baina ya taasisi na wanachama. Ndugu mgeni rasmi, taasisi yetu kwa kuzingatia mwenendo mzima na utendaji wake, tumekuwa na utaratibu wa kuwa na mpango mkakati wa miaka mitano, na tumeandaa mpango mpya ambao
tuliuoanisha na dira kwa nguvu kubwa. Jambo kuingia tulikuta kulikuwa na mfululizo kwa siku, lazima ukute mawakili 3 4 wako lock up. Wakili anakwenda kumwakilisha mtuhumiwa au kuhoji mtuhumiwa, anafika polisi, wakili naye anageuzwa kuwa kama mtuhumiwa. Mawakili kutotendewa kwa heshima wanapofika mbele ya mahakama na vyombo vingine vya usimamizi wa sheria, jambo ambalo tulilifanyia kazi kwa ukaribu mkubwa na mahakama, na ikawemo kutengeneza jukwaa la pamoja la vyombo hivi ambavyo tunakutana mara moja kila baada ya miezi mitatu, na tumeona mafanikio makubwa. Hata mawakili mmeona pale inapojitokeza kwa bahati mbaya unatoka mara moja. Mmeona hii friction zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Ni kwa sababu tunazungumza, tuna engage lakini kwa nia ya kuwafanya wenzetu waelewe kwamba tasnia ya uwakili ni jambo la muhimu sana katika kuleta ustahimilivu lakini na uthabiti katika nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, TLS vile vile ina wajibu mkubwa si tu kwa wanachama wake bali pia kwa jamii, serikali na mahakama katika kuhakikisha haki inatendeka, sheria zinaheshimiwa na misingi ya utawala bora inalindwa. Na hapa ndipo pamekuwa pakionekana pana matatizo. Wengi hawaamini, labda ukinipa gari au kanijengea mfumo, au uamini kwamba ninatakiwa nisimamie wajibu wangu wa kisheria. Hatufanyi biashara ya kuuza wajibu, tunatekeleza wajibu. Hapa ndipo penye kazi kubwa sana ambayo TLS tumekuwa tukiipata changamoto, hususan sisi viongozi, kwa sababu kuna baadhi wanashindwa kuelewa kwamba jukumu letu ni la kisheria. Kwa hiyo ninapotekeleza jukumu langu, usinitishe. Ukikamata mtu ukamfikisha mahakamani, mimi nikaja kumsaidia, tukampa legal aid, usimshambulie wakili wala kutisha TLS, kwa sababu hatutakuogopa, tutaendelea kutekeleza wajibu wetu. Ukitaka tusifanye, futa kifungu hicho cha sheria. Na ndio jibu ambalo tumekuwa tukiwapa wenzetu kwamba hatufanyi, sisi hatutetei muhalifu wala hatusemi huyu mtu asikamatwe, lakini mtu akiomba huduma za msaada wa kisheria ni wajibu wetu kumpa kama anakidhi vigezo, tusiadhibiwe kwa hilo. Limekuwa changamoto kubwa ambalo limeendelea na hali inakuwa sio nzuri. Imefika mpaka kuna mazingira watu wanaandika barua mahakamani, wanaiondolea TLS haki yake au wajibu wake wa kutoa legal aid kwa sababu mbalimbali. Mtu anaandika barua, unamuuliza unaondoaje haki ya kisheria au wajibu wa kisheria kwa barua, lakini mtu anakwambia ndio siasa, mmetaka siasa, tumeingia kwenye siasa. Kwa hiyo tunachojaribu kuonyesha kwamba members tujue kwamba licha ya maendeleo mazuri tunayopata kuna changamoto, lakini mimi nasema sisi kama viongozi wenu hatutaogopa.